Jina langu ni Mwalimu Joas Modest Valentini. Nakukaribisha sana mtazamaji wangu, wanafunzi wangu, na mdau mfuatiliaji wa masuala ya kielimu. Karibu sana katika somo letu la leo. Leo tutajifunza katika somo la sayansi na teknolojia, na tutazungumzia mada inayohusu mfumo wa mzunguko wa damu mwilini. Nichukue wasaa kukaribisha sana ukaitazame, tujifunze pamoja. Kwa maoni na ushauri, usisite kutuma ujumbe wako mfupi kupitia namba inayoonekana hapo chini. Asante sana, karibu. Jina langu ni Joas Modest Valentini. Karibu sana mtazamaji wangu katika somo hili. Leo tutajifunza katika somo la sayansi na teknolojia, ambapo tutazungumza kuhusu mfumo wa mzunguko wa damu. Mfumo wa mzunguko wa damu. Mfumo wa mzunguko wa damu ni moja kati ya mifumo kadhaa inayounda mwili. Tutazungumza kuhusu mwili wa binadamu. Mwili wa binadamu umeundwa na mifumo kadha wa kadha. Mfano, mfumo wa chakula, mfumo wa uzazi, mfumo wa homoni, mfumo wa utoaji taka mwili, mfumo wa damu na mingine ambayo sijaitaja. Mifumo hii, kila mfumo una kazi yake maalum katika mwili. Kwa mfano, mfumo wa chakula unashughulika na chakula. Mfumo wa uzazi unahusika na masuala yote ya uzazi. Mfumo wa utoaji taka mwili unahusika na taka mwili. Basi na mfumo wa mzunguko wa damu unahusika na usafirishaji wa damu mwilini. Tuanze na maana. Mfumo wa mzunguko wa damu ni mfumo wa mwili wa binadamu unaohusika na usafirishaji wa damu, virutubisho na taka mwili katika mwili wa binadamu. Ni mfumo wa mwili unaohusika na usafirishaji wa nini? Wa damu, virutubisho na taka mwilini. Basi hivi ni vitu vitatu ambavyo mfumo wa mzunguko wa damu unashughulika navyo katika mwili. Katika vitu hivi tutaenda kutazama sasa mfumo wa mzunguko wa damu una sehemu zipi au umeundwa na nini? Mfumo wa mzunguko wa damu wa binadamu umeundwa na sehemu tatu, ambapo sehemu hizo ni damu, sehemu ya pili ni moyo, na sehemu ya tatu ni mishipa ya damu. Sehemu za mfumo wa mzunguko wa damu wa binadamu. Tumesema ya kwanza ni damu. Sehemu ya pili ni moyo.
mishipa ya damu. Hizi ndizo sehemu kuu tatu za mfumo wa mzunguko wa damu: damu, moyo na mishipa ya damu. Baada ya kuziona sehemu za mfumo wa mzunguko wa damu wa binadamu, tutaenda kuzungumza kuhusu damu, kwamba damu ni nini? Damu ni tishu iliyoko katika hali ya kimiminika, au tunaweza tukasema damu ni utegili kwa lugha ya kisayansi, kwamba ni tishu iliyo katika hali ya kimiminika ambayo imeundwa na plasma, utegili, plasma au utegili, protini, globuli kinga na electrolyte. Damu kwamba ni tishu iliyoundwa, ni tishu iliyoko katika hali ya kimiminika, iliyoundwa na plasma, au kwa jina lingine utegili. Seli hai nyeupe za damu, seli hai nyekundu za damu, na cha mwisho ni chembe sahani, kwamba damu ni tishu iliyo katika hali ya kimiminika iliyoundwa na plasma. Plasma kwa jina lingine tunaita utegili, seli hai nyekundu za damu, seli hai nyeupe za damu na chembe sahani. Huu sasa ni fasili ya damu. Tuende kuangalia sasa muundo wa damu. Kutokana na maana ya damu kwamba ni tishu iliyo katika hali ya kimiminika iliyoundwa na, basi haya mambo matatu yametuonyesha pia muundo wa damu. Damu imeundwa na vitu vinne. Kitu cha kwanza ni plasma, ambayo tumesema inaitwa pia utegili kwa lugha ya kisayansi. Lingine ni seli hai nyekundu za damu. Sehemu nyingine ni seli hai nyeupe za damu, na mwisho ni chembe sahani. Hivi vitu vinatuonesha muundo wa damu. Tunaweza tukaandika muundo wa damu, tumesema ni plasma, utegili, chembe hai nyeupe za damu, chembe hai nyekundu za damu, na mwisho ni chembe sahani. Huu ndio muundo wa damu.
mwenendo huu wa damu tutatazama plasma. Plasma ni nini? Plasma ni nini? Plasma ni kimiminika kilichoundwa ni kimiminika cha damu, ni kimiminika cha damu kilichoundwa plasma ni kimiminika cha damu kilichoundwa na maji. Plasma kwa sehemu yake kubwa imeundwa na maji. Inakadiriwa kuwa 55% ya plasma ni maji. Vitu vingine vinavyounda plasma ni globule kinga, inahusika na kinga ya mwili. Kuna protein inasaidia kuganda kwa damu. Lingine ni electrolyte. Hivi ndivyo vitu vinavyounda plasma katika damu.